السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلكم شكر الله سبحانه وتعالى نكون ذكي رحمن أمان بورا بيوم بمتوم عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله إخوة الكرام, tunakuwa ni wenye kuendelea tulipoachia katika habari ya sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman al-Farisi alipowaomba jamaa wawe ni wenye kumsafirisha kutoka Amuriya aje katika ardhi ya Waarabu, na walikuwa hawa mabwana ni kutoka Bani Kalb. Na Salman al-Farisi maadamu alihusiwa, akaambiwa imekaribia zama za kuja mtume na alama za huyu mtume takuwa kadha wa kadha, yuala zawadi na hali sadaka. Atatoka muhajiran kutoka Makka kuja katika ardhi ya Madina, na baina ya mabega yake kuna alama yani kuna muhuri. Alama yenyewe ni muhuri wa kuonyesha ya kuwa yeye ni nabii wa mwisho, khatimun nubuwa sallallahu alayhi. Kwa hiyo mabwana kutoka Banu Kalb wakapokea wanyama wa Salman al-Farisi. Salman al-Farisi akawapatia mali yake yote ili waweze kumsafirisha aweze kuipata ile ardhi ambayo kwamba atatarajia ndani yake kukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pamoja na hayo, walipofika Wadi al-Qura, Salman al-Farisi asema dhalamuni, walinidhulumu na wakaniuza kama mtumwa. Na ukishaingia katika utumwa huwa ni karibia na habari zako zimeisha, sababu sasa ushakuwa mtumwa. Tuelewe, ametoa pesa akakununua, khalas wewe ni mtumwa wake. Kwa hiyo Salman al-Farisi ameingia katika utumwa, na kutoka pale Wadi al-Qura akaja ibn ammi au cousin ya yule Yahudi alomnunua wa Wadi al-Qura. Alikuja kumtembelea, akamwona Salman al-Farisi, akamwambia bwana, mimi namtaka. Akauzwa tena. Kwa hiyo yule bwana akamuuzia kazini yake ambaye kwamba yotoka Bani Quraidha. Bani Quraidha mji wa Madina. Kwa Salman al-Farisi asema, na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nilipoiona falamma in ra'aytu al-Madina, nilipoiona Madina, wallahi nilitambua ya kuwa hii ndiyo ile ardhi ambayo kwamba nilielekezwa ya kuwa huyu mtume atakuja sehemu kama hii. Madina ina mitende mingi, na kuna ile harratain, harra fi sharqiyya wa fi gharbiyya, ile volcanic stones, kuna ile mawe yale ambayo kwamba yani ni athari ya mlipuko wa volcano, mawe meusi rocky tracks, sehemu ya mashariki na sehemu ya magharibi. Na kama tulivyotaja katika darasa iliyopita, hii sehemu hii ni katika natural defense ya mji wa Madina, kwa sababu jeshi kuproceed katika sehemu kama ile ni ngumu, ni jambo gumu sana, sababu ile sehemu ni ngumu katika kutembea kwake. Kwa hiyo kuproceed kwa wepesi ni jambo gumu. Na sehemu ya kusini upande wa south wa Madina umejaa mitende. Kwa hiyo ile nayo pia ni defense, sehemu ambayo kwamba imejaa mitende, si rahisi kwa jeshi kuvamia na kuproceed rahisi. Sehemu ambayo kwamba iko defenseless
katika mji wa Madina ni sehemu ya kaskazini, north ya Madina, na ndio hata wakati wa vita vya Ahzab, wakati wa vita vya Khandaq, si Madina mzima ilizungushiwa nini? Ilizungushiwa mtaro, ni ile sehemu ya kaskazini ndio kuliekwa ule mtaro kuwazuia maadui wasiwe ni wenye kupita kwa wepesi. Asema Salman al-Farisi, wa ba'atha Allahu rasulah, Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake, fa aqama bi Makkah, akawa ni mwenye kufanya da'wa katika mji wa Makkah, ma aqama, kiasi ambacho kwamba alifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, la asma'u lahu bi dhikr, sina habari yoyote juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema ma ana fihi min shughli ar-raq, yeye ni mtumwa, yuko busy katika shamba. Kwa hiyo ni ngumu kupata habari, kwa sababu kitu cha kwanza ni mtumwa. Mtumwa hahusishwi katika mambo ya watu, si mtu wa kawaida, hatozungumza na kila mmoja kwa kawaida, yuaenda kwa amri ya bwana wake. Kama ni kushinda katika shamba, atashinda katika shamba. Akitumwa sehemu, ataenda kwa shughuli ya sehemu na atakuja kwa bwana wake. Kwa hiyo hakuwasikia habari zozote juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema sasa kuna siku yuko juu ya mtende, Salman al-Farisi yuko juu ya shina la mtende na chini yake ni yule bwana wake amekaa. Sasa yuko juu yashughulika, asema fa wallahi inni la fi ra'si idhqi li sayyidi, niko juu ya mtende na chini kuna bwana wake yuko juu, yani ile kichwa chake huyu bwana Salman al-Farisi yuko juu, huyu bwana wake yuko chini. A'malu fihi ba'd al-amal, yashughulika katika shughuli katika ule mtende. Sema bwana wake ankaa chini, idha aqbala ibn ammu lahu, akaja kazini yake akimwelekea yule bwana. Ibn ammi amekuja, asema hata idha waqafa alayhi, aliposimama mbele yake, faqala fulan, ambia ewe fulani. Amekuja kwa ibn ammi yake, amekasirika akiwa na hasira. Salman al-Farisi asema uso wake umechoreka hasira, sema ya fulani, ewe fulani, qatala Allahu bani Qaila, Allah subhanahu wa ta'ala awalani awaangamize bani Qaila. Bani Qaila kina nani? Ili jina walipewa Aus wal Khazraj, Ansar wa Madina, walikuwa maadui wawili, makabila mawili maadui. Sasa wao walikuwa wakiwaita Bani Qaila. Bwana asema qatala Allahu bani Qaila, Allah awalaani awaangamize hawa watoto wa Qaila. Wallahi innahum, mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, hawa Bani Qaila, innahum al'an, hivi sasa ninavyokuambia, hivi sasa la mujtami'una biquba ala rajulin qadama alayhi min Makkah yaz'umuna annahu nabi. Bani Qaila wamekusanyika saa hii kwa mtu sehemu ya Quba. Quba iko pambizoni mwa Madina, kwa bado mtume sallallahu alaihi wasallam hajaingia center. Sema hao jamaa wamekusanyika kwa sababu walikwenda kufanya nini? Kumpokea mtume sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنية وداع وجب الشكر علينا مدعا لله دعا أيها المبعوث فينا جئت بأمر مطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Ni habari zaendelea upande wa Quba. Kwa sasa huyu jamaa kuja huku na habari ana hasira, qatala Allahu bani Qaila. Sema hawa jamaa wamekusanyika juu ya mtu, ala rajulin qadama alayhim min Makkah, huyu jamaa ametoka Makkah leo yazumuna annahu nabii. Hii habari yaendelea sahi. Salman al-Farisi yuko pale juu, huyu jamaa kuja na hasira yuzungumza. Salman al-Farisi asema niliposikia yale maneno, niliposikia yule bwana yuzungumza hayo maneno, asema nilipatwa na kitu chaitwa arwa.
arwa ama yaitwa bardul huma. Hii yaja kwa njia mbili, kwa njia ya maradhi na njia ya kushtuka. Shasikia mtu akwambia nilishtuka nikasikia miguu injia maji, yani wasikia miguu nzito, yani mtu anashtuka. Kwa mfano ameona jambo likamtishia, ameona jambo limemshtua, ama ameletewa habari zikamshtua. Wenyewe kizungu Kiingereza waita ni chills, kupatwa na chills. Bardul huma ni ile wasikia kibaridi na moyo mwili kihakika uko moto, yani mwili uko moto lakini wewe wasikia baridi haswa katika mwili wako, alafu wasikia kutetema. Sasa Salman al-Farisi asema alipanic kwa kusikia yale maneno, mpaka asema hatta dhanantu anni saasqutu ala sayyidi, mpaka nikaona wazi ya kuwa mimi yani nitaishiwa na nguvu mimi na nitamwangukia huyu bwana wangu hapa chini. Kwa sababu hii ni siku ambayo kwamba Salman al-Farisi aliisubiri miaka, aliifanyia kazi miaka, alipeana maisha yake Salman al-Farisi, familia yake, comfort zone yake, wepesi wake. Salman al-Farisi alikuwa ni mwenye kuuachilia. Salman al-Farisi alikuwa ana maisha ambayo kwamba ni yaitwa soft life. Babake ndiyo chifu, babake ndiyo kiongozi na yeye ndiyo kijana wake. Babake yuampenda mpaka hamruhusu atoke ndani ya nyumba, yani alikuwa na comfort zone nyingine ya hali ya juu Salman al-Farisi, walakin akawa ni mwenye kuiachilia yote kwa ajili ya kuitafuta haki. Na amepita pita ardhi geni Salman al-Farisi, kwa watu wageni, sehemu tofauti tofauti Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Na ukiangalia kwa wakati huo si sawa na leo. Leo waweza ukaenda sehemu yoyote wewe, sawa? Waweza ukatoka hapa ukaenda, tutaje sehemu yoyote gani, sehemu ya mbali ambayo kwamba itakuwa ni geni na lugha geni, sehemu yote ya mbali, lugha geni yoyote ambayo kwamba itakuwa kwetu sisi hatujaanza. China kwa mfano, sio? Tuweza kwa juu Kichina, sio? Ngumu yani kuwa mtu anatoka huku yajua Kichina. Ukaenda utaambia, utatafuta sema do you speak English, tatafuta mtu do you speak English, utakosa. Yani kidogo ulimwengu kwa na wepesi. Ama utatembea utakuwa na translator, tia maneno waeka hapa, wamuonyesha mtu mimi nataka hivi. Wakati huo ilikuwa jambo gumu. Sasa hebu naambie, kwa mtu asafiri yuenda kwa watu culture tofauti, lugha tofauti, watu ni tofauti, katika maisha ambayo kwamba ilikuwa masala ya usba ni mazito, yani asabia, yani huyu Mwarabu, huyu ni mtu anatoka sehemu fulani hivyo, yani ilikuwa ni mambo ambayo kwamba yameshikiliwa kwa nguvu sana, kwa sababu basi na Uislamu ndio umekusanya watu tofauti tofauti hapa, ikawa wanazungumza mazungumzo mamoja. Kwa Salman al-Farisi amepitia hali ngumu kiasi hicho. Ametoka Faris, kisha akaenda Sham, kisha Iraq, kisha Uturuki, na kutoka Uturuki sasa amekuja katika ardhi ya Waarabu. Na ardhi ya Waarabu haswa kwa wakati ule ni ardhi ambayo kwamba ya mbali, condition yake ni condition ambayo kwamba ni ngumu, ni jangwa. Situation yake ni ngumu, iko mbali na hizi falme kubwa kubwa, serikali kubwa kubwa, iko mbali na Faris, iko mbali na Rum. Kwa hiyo maisha yao si maisha ambayo kwamba mepesi. Kisha amekuja kama mtumwa, ameingia katika hii ardhi akiwa yeye Salman al-Farisi ni mtumwa. Kwa hiyo hebu tu imagine Salman al-Farisi alikuwa yuapitia homesickness ya kiasi gani. Tuweza kakaa katamani bana, yani mtu ikiwa mwepesi juu ya azma yake. Salman al-Farisi alikuwa ameshikilia sana juu ya azma yake. Mtu akishikilia katika malengo yake, kile ambacho kwamba chapitika hapa katikati kufikia malengo yake
atakuwa na moyo mwingine mzito sana kukisubiria. Kwa jambo lolote liwe zito kiasi gani, lakini mtu akawa ni mzito katika ile azma yake, ameshikilia ataka kuifikia. Kwa mfano wa Salmanul Farisi, basi akawa na moyo wa kuweza kusubiri hali hizi zote. Na siku kama hii sasa tunayozungumzia ndiyo Salmanul Farisi imemfikia baada ya miaka yote hiyo na msoto wote huu ambao kwamba ameupitia, yuaja yuapatana na Mtume. Amepitia maaskofu mpaka askofu wa mwisho yuamwambia bana, kwa karibia kuja Mtume. Sasa huyu ile siku sasa ndio imemfikia, aambiwa huyu Mtume ameingia ndani ya mji wa Madina. Bila shaka Salmanul Farisi alikuwa na haki ya kushtuka na haki ya kutetema kwa hali kama hiyo. Akashuka kwa haraka Salmanul Farisi akiwa na pupa, akamfuata yule bwana, yule ibn ammi wa sayyid wake, kamfuata mbio mbio. Shekhi, wasemaje wewe? Wasemaje? Madha taqul, madha taqul? Anjisahau. Yule bwana wake akamtwaa, akampiga sumbu zito, akampiga ngumi. Malaka wali hadha, wewe una nini na hizi habari? Ambia rudi katika kazi yako, aqbil ala amalik. Kwa sababu huyu Yahudi naye ana nini, aletewa habari ambazo kwamba zamtia hasira. Sasa bosi ankasirika, wewe alafu enda kuingilia mazungumzo ya bosi. Tena hata uende kumuuliza bosi wako, amuulize yule ambaye kwamba alileta habari. Bosi ataona wamdharau wewe. Huyo sasa kuna mtu ankuja yuazungumza nabo, haujui yule mtu kwa bosi nani, wewe unkwenda wamfuata. Salmanul Farisi maskini, hii siku alikuwa ameingoja kwa miaka na amepeana thamani kubwa kwa ajili ya hii siku. Kapigwa ngumi ya uso. Rudi katika shughuli yako. Una nini sasa na hizi habari za kuhusu nini? Kaambia la, kuna kitu chochote. Mimi bana alikuwa nataka tu kuhakikisha kile ambacho kwamba alikuwa yasema huyo bwana. Kwanza kuthibitisha tu yasema nini. Salman al-Farisi alikuwa na chakula amekusanya. Kwa hiyo hii siku sasa akawa ni mwenye kukitayarisha kile chakula na akakibeba kenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Quba. Na Quba tunasema iko katika outskirts za Madina, si center, ni outskirts, pambizoni. Pamoja na kuwa sahihi yani ni katika districts za ndani ya Madina, si kama hii ya zamani, yani sahihi imejumuishwa. Akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwingilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Salman al-Farisi akawa ni mwenye kumwambia, innahu qad balaghani, mimi napata habari annaka rajulun salih. Salman al-Farisi amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu qad balaghani annaka rajulun salih, napata habari ya kuwa wewe ni mtu mmoja mwema. Wa ma'aka ashab laka ghuraba dhu haja, na pia uko na watu ambao kwamba ni wageni huku na ni wahitaji, wako katika hali ngumu. Akamwambia, wa hadha shay kana indi lisadaqa, na mimi na hichi chakula kidogo nacho, hii ni sadaqa. Sema faraitu mahaqu bihi min ghairikum, mimi naona hakuna mtu yakistahiki chakula hichi zaidi yenu nyinyi. Kwa hiyo bana, chukua. Sema faqarrabtuhu ilayhi, kampatia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ashabihi kulu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akapokea chakula akawaambia masahaba wake, jamani kuleni. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amsaka biyadihi falam yakul, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakiacha kile chakula kukila, akawapatia wale masahaba wake akamwambia, jamani kuleni. Bwana aliambiwaje na yule askofu katika usia?
Baada ya kuelezwa kuhusu ule mji, akaambiwa kuhusu zile Harratain, akaambiwa hii sehemu imejaa mitende, akaambiwa utakutana na huyu mtume yakulu alhadiyya, yuala zawadi wala yakulu sadaqa wala hali sadaqa. Kwa hiyo Salman al-Farisi asema faqultu fi nafsi hadhihi wahida, moja hii imepita. Akaiambia nafsi yake, hii sasa ya kwanza ishapita. Huyu bwana nimempatia, kaambia bwana nimekuja na sadaka. Hii alisema ni deliberate, yuko katika kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa zile habari nilizoelezwa bwana ndiye ama siye. Sasa sije kawa mtu yuadai utume amekuja Madina basi na mimi, yani alikuwa makini mpaka nukta ya mwisho. Kaambia sadaka, kamwangalia hakula, sema ya kwanza hii shapita, ambayo kwamba ilimpatia thika juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema thumma ansaraftu anhu, kisha akamuondokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inshallah tutakuwa mwenye kukomeka hapa kwa leo, pamoja na kuwa imfikia katika sehemu ambayo kwamba ni mzuri zaidi, lakini inshallah tuendeni pole pole. Naangalia nyuso zenu, nataka niendelee, lakini inshallah tutakuwa mwenye kukomea hapa. Inshallah taratibu tutakuwa mwenye kumalizia habari ya mwisho, kipande ambacho kwamba Salman al-Farisi alifuatilia katika alama ya pili mpaka ya tatu, mpaka kuja kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam habari yake mpaka mwisho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile alivyoamrisha masahaba wake juu ya kumsaidia Salman al-Farisi kutoka katika utumwa. وتمام الله سبحانه وتعالى قائمة شاشة تجلي من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء.